Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu hii ya Prophet Philbert. Nimekuwa mwaminifu mbele za Mungu, mbele ya Prophet. Nakumbuka mwaka jana baba aliniambia, mwanangu, utasafiri nchi mbalimbali, utaenda bara la Ulaya, utaenda China, utaenda Dubai, utaenda wapi kibiashara. Kwa kweli namshukuru Mungu sana Prophet. Hatimaye ushuhuda umetimia. God, oh my God. Nimesimama hapa mbele zenu. Mwezi huu nimepata visa ya Ufaransa. Yeah. Say I connect. I connect. Say I trap in that anointing. Say I trap in that anointing. Kwa kweli nimemshangaa Mungu na ninazidi kumtukuza Mungu. Kwa hiyo mwezi huu nitakuwa Ufaransa. Na nitaenda, kuna mji unaitwa Metz to Lax huko Ufaransa. Nikitoka hapo nitaenda Lax Tour Ufaransa. Nikitoka hapo nitaenda Frankfurt Travel iko Ufaransa. Na namshukuru Mungu, nikitoka hapo nitaenda Ujerumani. Ngoja. Well, ngoja. Naomba hiyo urudie kwa sababu nataka niangalie nani apige makofi. Nianze kujua moto na waka. Rudia tena. Mimi naangalia. Anza upya. Utaanza wapi? Nitaanza Ufaransa. Mji gani? Unaitwa Metz. Wa pili? Unaitwa Lax. Wa tatu? Unaitwa Lax Frankfurt. Lax Frankfurt. Yes. Ukitoka hapo unaenda wapi? Nitaenda Ujerumani. Ngoja niangalie, sipiga makofi katika hili. Ongeza makofi na vigelegele. Piga makofi tena. Namshukuru Mungu, nikitoka Ujerumani naenda Ubelgiji. Hallelujah. Amen. Father, I connect this anointing in the mighty name of Jesus. Wewe kalia, wewe jikaibo hivyo, mama wake tipo shauri yako. Utakuwa tembea Tanga, Dar es Salaam, Kigoma, Tabora, bwana wewe. I connect in this anointing in the mighty name of Jesus. Father, I connect myself in Jesus name. Ndio tuendelee. Namshukuru Mungu, nikitoka Uholanzi nitaenda kwenye Paris, kwenye ule mnara wa Paris tour, nitafika pale. Anakwenda Paris tour. Bwana nyampi makofi. Yeye vyombo, piga vyombo. Do it. Piga vyombo vizuri, Bwana apewe sifa. Yaani unajua kutembea hizi nchi kwa wakati mmoja is a grace. Yaani wewe nakufahamu, umetoka Dar es Salaam, Musoma Moshi Tabora. Unasikia eh? Jipigie makofi. Nikitoka Paris sasa. Sema Nina visa ya Uingereza. Sema aha. Sema wewe kataa kumvumilia Yesu, sawa? Wewe jifanye amekuwa mwaminifu Liliani siku zote. Toka na mfahamu mwanangu. Hawezi kuna anamchanganyika yuko na kona. Yuko hivi na Mungu wake. Akitoka Paris anaenda wapi? Uingereza. Na visa ya Uingereza. Na hii visa watu wanasemaga ni ngumu sana. Anayo. Lakini yani nimepata hata namshangaa huyu Mungu. Yani nimepata rahisi. Yani bank statement iko inasoma 0 na nimepata visa ya Uingereza. Ngoja. Kwanza kuna unapata visa ya Uingereza. Katika ulimwengu wa leo wewe ni mwaminifu. Hilo la kwanza. La pili,
Anaenda Uingereza, sio Morogoro. Sio Tabora tafadhali. Sio kwenye Kigoma. Wala sio Bukoba kule. Bwana pesa. Sio Msoma mzee mama Marieta. Mama Marieta sio Msoma kule. Umejua hivi unaona hii anointing? Father, I trap into this anointing in the mighty name of Jesus. Hii airogeki. Kana mpango wa kuloga loga visa hii hapa. Hii hapa mama Marieta. Hii hapa. Wewe iangalie hii hapa. Hata kama uone hii hapa. Ya wapi? Nchi ngapi hizo? Nimeshasahau. Hii hapa. Baba pesa. Haleluya. Nyosha mkono wako juu. Sema Bwana Yesu. Tunambariki mtumishi wako. Akaongezea vitu za nchi nyingine. Aipate nchi nyingine. Omba kwa sauti sasa. Asafiri nchi nyingine nyingi duniani na akapate fedha nyingi. Amen. Baba nimembariki mimi. Sema na wewe, Baba nimembariki mimi. Nimembariki mimi kwa jina la Yesu. Amen. Kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote ni kanisa kubwa la kiroho linalotoa huduma ya kinabii, uponyaji na kufunguliwa kwa kila aina ya magonjwa. Je, unasumbuliwa na magonjwa ya muda mrefu? Umetafuta mtoto haujapata? Au ni nguvu za giza zinakusumbua? Basi mahali pekee ni katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, unapoweza kupata msaada wa moja kwa moja na kuwa huru kabisa. Kanisa hili linaongozwa na mpako wa mafuta wa Bwana Prophet Philbert Christ, nabii ambaye Mungu anamtumia katika matendo ya kutisha ya uponyaji wa papo kwa papo na kufunguliwa kwa vifungo mbalimbali. Mamia na maelfu ya watu wameombewa na wamepokea uponyaji. Acha kuteseka na magonjwa au kukosa kazi. Saa ya ukombozi imewadia. Kanisa lipo Kinyerezi madukani kwa Prophet Philbert. Kwa msaada zaidi na namna ya kufika kanisani, tupigie kwa simu namba 0717515880. Watu wote mnakaribishwa. Kumbuka, huduma hii ni bure, haina malipo yoyote. Mtazamaji ambaye unatutazama saa hii, ndani ya miaka 15 hajapata mtoto wala kubeba mimba, lakini baada ya kukutana na mtumishi wa Mungu kuna jambo limetokea. Mama, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niko mbele yenu kumshukuru Mungu. Kabla ya kusema kilichonitokea, kwanza nimesoma pale mbele, naona kwamba neno la Mungu ni nyundo na moto. Amen. Ni kweli kabisa, neno la Mungu ni nyundo na moto, kwa sababu Prophet Philbert alipokuwa anafundisha kwenye kongamano la Dodoma, alifundisha kuhusu Jona, akasema kwamba if we don't want to take your own Jonah and chase away from your body, you will not get anything. Na lile neno ndio lilonifungua nikaamini. Kwa hiyo niseme kwamba kabla ya kupata muujiza ni kwamba usikilize neno la Mungu, na neno la Mungu ndio litakufanya moto na nyundo kwenye maisha yako. Amen. Prophet Philbert alipokuwa anafundisha alisema anza kumtoa Jona mwenyewe, kwa sababu Jona alikuwa mjanja. Walipiga kura wakasema kwamba Jona ndiye anasababisha meli inataka kuanguka, lakini Jona kujitoa, alisema kwamba nitoeni mimi mwenyewe. Kwa hiyo akasema anza kutoa Jona mwenyewe. Nikaanza kutoa. Ndio nilikuwa siwezi kuomba, lakini Mungu alinipa imani, nikaanza kuona na mimi nina Jona wangu ambaye ananifanya miaka 15 nisiweze kuconceive. Ndipo neno la Mungu lilinifungua siku ya pili ya kongamano la Dodoma, na siku ya tatu mtumishi Robert Pasco akanitabiria kwamba nitapata mtoto, na leo hii I'm pregnant. Kwa hiyo nimshukuru Mungu. Sijasikia say Mama simama, mama simama. Mama simama, mama simama. Simama. Do you remember Jonah come out? Miaka mingapi? Kwa wale ambao walikuwa Dodoma watakuwa mashuhuda. Mchungaji pale alikuwepo, mchungaji huyu hapa alikuwepo.
na Shelda alikuwepo wakati na tabiriwa na Pasco Prophet kwamba nitapata mtoto, akiniambia kwamba nenda kakae pale. Ilikuwa Pasaka ya mwaka jana mwezi wa 4. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu naniona kama nilivyokuwa mbele yenu. Mama, hebu tuambie ilikuwaje, maana ndani ya miaka 15 unatafuta mtoto haujapata. Alafu mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Pasco akakwambia utapata mtoto. Ulijisikiaje? Maana miaka 15 unatafuta mtoto na haujapata. Nilikuwa namfuatilia Philbert Pasco hasa kwenye mahubiri yake ya YouTube, nikakutana na neno anafundisha imani ni nini. Nikawa nafuatilia sana mahubiri yake. Wow. Lakini alipokuwa anafundisha nikawa nasikia, naangalia watumishi wengi nikaona wanatoa tu muujiza, lakini neno la Prophet Philbert linivutia sana kwa sababu alikuwa anafundisha neno, na mimi neno nililipenda, likanifanya niwe na imani. Akawa anasema faith ni nini. Kwa hiyo leo nimekuja kwa mambo mawili ya kumshukuru Mungu. La kwanza ni hilo, sasa hivi I have already conceived, I am pregnant. Samahani, I'm very sorry. Sorry. To be honest, uliolewa ukiwa na miaka mingapi? Uliolewa ukiwa na miaka mingapi? Niliolewa nikiwa na miaka 26. 26. Ndio. Kwa chukua 26 ongeza 15. 55. Yes. Ameconceive 55. 55 of age. Possibly. Say possibly. How do you think about 45 years the mama is conceiving? How do you think 45 of age now is conceiving? Labakato bosi yanda. No miracle, nothing God cannot do. Nothing Jesus cannot do. Hallelujah. Amen. If that woman of 45 now is conceiving, how do you think about you? Say Submit under. Jambo la kwanza ni hilo ambalo tayari saizi nimesha conceive, I am pregnant. Kwa hiyo namshukuru Mungu. I adore him, worship him. Jambo la pili ni kwamba nilikuwa natafuta uhamisho miaka mingi bila kupata. Nikawa namshirikisha Nabii Prophet Philbert Pasco pale. Viongozi wa juu wa ngazi mbalimbali siwezi kuwataja hapa, wakasema hairuhusiwi mtu kutoka kijijini kuja jiji. Lakini namshukuru Mungu, hivi ninavyoongea sasa hivi kibali changu kilikuwa kimezuia TAMISEMI muda mrefu, lakini nilivyoenda kwa mkurugenzi nimepewa barua na sasa hivi nimepewa uhamisho, niko jiji la Dar es Salaam. Mimi binafsi sijaelewa. Ina maana hawaruhusu mtu kutoka kijijini kuja mjini, lakini Mungu amefanya. Kwako wewe Mungu amefanya. Pigie Yesu makofi. Namkumbuka mama alikuwa wow. Thank you. Praise God. Mama alikuwa anipigia sasa baba. Nataka kuhama. For the first time they came here. Na mama wake. Waniambia mama mawili. Nikasema unahama nahamishwa. By my way. Kutoka mjini kuja kwenye jiji, kijijini kuja kwenye jiji. Sio mjini kutoka kijiji kuja kwenye jiji. Very difficult. Sio mjini, hata Mbeya ni mjini. Hata Tanga ni mjini. Hata Sumbawanga kuna Sumbawanga mjini. Sasa kuna jiji la Dar es Salaam. Hiyo unaelewa? Unaelewa? Utoke kijijini, uje jijini. Sio mjini. Utoke kijijini, uje jijini. Say na kweli walikuwa wanazuia sana. Kasema Liam, nobody can stop this. We are untouchable, unshakable, unstoppable.
Tayari mama, tayari. Kibali tayari. Uhamisho tayari. Tayari. Huyu mama atanenepa wewe. Punga mkono hivi. Amen. Hongera sana mama. Mama, unawaambia nini wamama wengine ambao wamekaa kwenye ndoa, mwingine miaka 3, 4 na amekata tamaa? Unamwambia nini? Na wewe miaka 15 lakini umepokea. Unamwambia nini mama anayetazama? Nawaambia wamama ambao wamekaa kwenye miaka 3 hata 5, cha kwanza kabisa ni imani, lakini cha pili kunyenyekea, kama Prophet Philbert alivyosema, nyenyekea. Amen. Without faith you cannot get anything. With faith everything is possible. Labda niseme tu, mara nyingi ilifika mahali nikawa nimekata tamaa kabisa, lakini namshukuru Mungu. Mr. hapa alikuwa anasema, mke wangu usikate tamaa, kuwa na imani, na yeye ndio alinileta kwenye madhabahu hii, kwa sababu mimi nilikuwa kijijini, nilikuwa sifahamu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru sana Mungu wa mahali hapa. Hakika kuna Mungu wa kweli yuko hapa. Amen. Amini usiamini, believe or not, lakini hakika hapa kuna Mungu wa kweli. Jamani, sina mengi ya kusema, yaliyoko moyoni. Hakika Mungu hapa anatenda vitu vilivyo live. Hey! This is live. Prophet, hakika hizo is a real man of God. Wewe ni mtu wa Mungu kweli. Naomba nitoe shuhuda hiyo kwa vizuri. Mke wangu alipigia simu, ambia baba, mimi natoka kazini Ludewa, naenda Dodoma kuhudhuria kongamano la Prophet Philbert Pasco. Nikasema sasa utapewa hiyo nani kibali cha kutoka kazini? Akasema amini hivyo. Mimi na nini? Nikamwambia mama, hata mimi naamini. Neno kaandike barua. Akaandika barua, akapeleka kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule yake akamwambiaje, upeleke mwenyewe mpaka kwa ofisa elimu ndio atoe kibali. Mama kesho yake akafikiria tena, akamrudia mkuu wa shule, akasema basi nimekuruhusu nenda mama. Lakini usikae siku nyingi, siku 2 wewe umerudi hapa. Sasa kiweza Ludewa na Dodoma, umbali uliowapa ni mbingu na nani na ardhi. Naambia mama usikate tamaa, kuna nguvu ya Mungu. Amen. Na kweli mama kafunga safari akaenda. Kasali siku ya kwanza, siku ya pili akamuona nabii ndiye akamtabiria kwamba utapata mtoto mama. Amen. Kuna kitambaa alimgusa kwenye tumbo lake, kitambaa cheupe. Ndio. Mama akanitumia kwenye nani kwa njia ya WhatsApp, nikaona alivyomtabiria. Nikaanza kuomba mimi, nikapiga magoti nyumbani chumbani, nikaomba sana. Machozi akanitoka, jasho linanitoka. Nikaamini ipo siku kangu ataconceive. Napoongea hapa sivatishi kitu, ni live. Nadhani mnaona wanadamu. Amina. Jamani, namshukuru sana Prophet, na kushukuru sana Mungu. Uishi zaidi miaka 800 ukahudumia wa Tanzania. Amen. I receive it. I receive it. I receive it in the mighty name of Jesus. Kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote ni kanisa kubwa la kiroho linalotoa huduma ya kinabii, uponyaji na kufunguliwa kwa kila aina ya magonjwa. Je, unasumbuliwa na magonjwa ya muda mrefu? Umetafuta mtoto haujapata? Au ni nguvu za giza zinakusumbua? Basi mahali pekee ni katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote unapoweza kupata msaada wa moja kwa moja na kuwa huru kabisa. Kanisa hili linaongozwa na mpakwa mafuta wa Bwana Prophet Philbert Christ, nabii ambaye Mungu anamtumia katika matendo ya kutisha ya uponyaji wa papo kwa papo na kufunguliwa kwa vifungo mbalimbali. Mamia na maelfu ya watu wameombewa na wamepokea uponyaji. Acha kuteseka na magonjwa au kukosa kazi. Saa ya ukombozi imewadia. Kanisa lipo Kinyerezi madukani kwa Prophet Philbert. Kwa msaada zaidi na namna ya kufika kanisani, tupigie kwa simu namba 0717515880. Watu wote mnakaribishwa. Kumbuka, huduma hii ni bure, haina malipo yoyote. Yaani kama vile
tuseme alikuwa si anapiga picha ile sehemu na kunielezea, yani mwanzo mwisho hakuna hata kitu hiki kimoja ambacho amefanyaje, amekosea, vyote vipo sahihi yani. Kwa watu wanakutazama sasa hivi kwa dini tofauti pia, unawaambia nini kuhusiana na mtumishi huyu? Mungu ana uwezo wake, sina cha kuongea, ila Mungu ana uwezo kuliko chochote hapa duniani. Ndio hicho tu yani. Nashukuru Mungu kwa kweli yani. Nimeshukuru, nashukuru pita kiasi yani. Maana niko naumiza kichwa kila siku. Naenda kazini narudi. Mambo magumu. Kila nikipambana hivi, unakuta wakati mwingine naingia ndani mimi saa 5 au saa 4 usiku nikalale. Lakini usingizi hauji, nawaza. Kwa nini nakuwa na maisha magumu kila siku? Kwa nini familia yangu inateseka? Kwa nini familia yangu inaishi kwenye maisha magumu? Yaani siwezi hata kuelezea kwa kweli. Moyo unaniuma sana, lakini kwa leo jinsi nilivyoambiwa hapa, yani Mungu mwenyewe anajua. Mungu anajua yani, kwa kweli. Mungu anajua. Yaani huyu jamaa kama alikuwa na kamera alikuwa anapiga picha kunielezea bwana hapa kuna 1 2 3. Hakuna hata jambo moja ambalo amelikosea, yote ni ya ukweli kabisa. Kwa sababu mpaka amenitaja jina, mimi simjui na yeye anijui. Jina langu amelijuaje? Na kuna baadhi ya ndugu zangu ametaja majina yao, hawajui. Lakini ni kweli ndio hao majina yao. Sasa akajuaje? Kwa ndo nasema Mungu ni mkubwa, ana uwezo kuliko chochote hapa duniani. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo ndugu zangu. Brother, you have any person by the name Abdallah? Stand up. You have any person by the name Abdallah or Abdul? Unamfahamu mzee Abdallah? Mzee Abdallah alikuwa ni shemeji yangu ambaye amefariki sasa hivi. Shemeji yako kivipi? Amemuoa dada yangu ambaye tumezaliwa pamoja mama mmoja. Yuko wapi dada yako? Dada yangu yupo hapa. Abdallah? Alikuwa amemuoa? Amemuoa dada yangu lakini sasa hivi amefariki Abdallah mwenyewe. Ameshafariki? Ndio. We're chini. I command you in the name of Jesus. We're chini. Achema shaka. Oh my God. Pick them up. Oh la dash kayata masa. Pick them up. Huyu Abdallah alikuwa mganga kienyeji. Get out. Get out. Pick them up. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Brother, I see deliverance. Mungu ani, oh my God. Ni nani ndio. Chukua. Take it. Ulinunua lini wallet? Nimesahau simu nunua lini. Miaka mingapi inafika? Kama mwaka na miezi kadhaa hivi. Kama mwaka na miezi kadhaa. Okay. Mungu ananiambia anataka akubariki fedha. Ndio. Anataka kubadilisha maisha yako. Ndio. But listen carefully. Mungu ananiambia anataka akubariki fedha. Ndio. Na abadilishe maisha yako. Ndio. I don't know. Hii kitu ni kitokea. Kuna wakati ukasikia mkono na kuvuta Ndio, mkono pamoja na mguu wa kushoto yani. Okay. Listen kama makini I see a person. Naona mtu. Give a paper. Small paper. Nipe karatasi ndogo. Naona mtu anakupa kitu kama paper. Kiko hivi. Then kimefungwa something. Sawa? Then anakuambia ukibebe uwe nacho mali. Kiko wapi hicho kitu? Sikumbuki kama kiko wapi, lakini kweli nilipewa hicho kitu kimefungwa na kamba. Kiko kimefungwa na kamba. Umekiweka wapi? Jesus. Ni kweli nimepewa, lakini sikumbuki kama kiko wapi. Ukumbuka ulikiweka wapi? Ulipewa lini? Ulipewa lini? Yaani kama ulipewa lini? Sikumbuki, ni muda mrefu kidogo yani. Muda mrefu mwaka huu? Hapana, ilikuwa mwaka jana. Mwaka jana. Unajua ulikiweka wapi? Sijui nimekiweka wapi. Ulinacho nyumbani. Kilikuwa kama hiki.
Yaani kile nilipopewa nikamwambia nikae kwenye nacho kwenye pochi. Kwenye wallet. Yes. That's why I need wallet. So open your wallet. Angalia wallet yako. That's why I'm looking for the wallet. Ulikitoa? Open the wallet. This one. Jesus. Woo! This one. Professor. Jesus, Jesus. This one. This one. Zoom, 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 zoom. This one. So how you can believe Jesus in this way? Yes. Glorify God. How you can see something even in the wallet? Oh my goodness. Then atokea mtu amwamini Yesu, you have something wrong somewhere. This one. Kama mwamini Yesu, you have something somewhere. Then anatokea mtu mchungaji wako ameshiba ugali, anakuambia wale mafumaso ni tapeli, ona my God, you be cast. Utaja na mgafura. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Woo! Praise God. Amen. Believe Jesus. Yes. Trust Him. Believe Jesus. Trust Him. Amen. Believe Jesus. Yes. Trust Him. Amen. You believe Jesus and trust Him. Believe Jesus and trust Him. Believe God of Almighty. Believe Jesus Christ. Unasali hapa brother? Ni mara yako ngapi kuja hapa? Mara yako ngapi kuja hapa? Hii ni mara yangu ya kwanza. The first day to be here. How God can know even your pocket you are carrying something. Allah moshika yanta Messiah. Praise God. Ni Mungu. Leo maisha yako yanabadilika brother. Today your life is changed. Amen. Amen. Utakuwa wa kwanza kuwa na fedha from today in your house. Amen. Asante Mungu. Aliyekuwa na watesa leo ni mwisho. Asante Mungu, asante Mungu. Asante. Praise God. Leo maisha yako yanabadilika. Asante Mungu. Sema unataka Mungu akufanyie nini mbele za watu sasa. Choose the best what you want right now. Nataka nimalize nyumba yangu kufanya ukarabati kwanza. Nyumba yako kufanya ukarabati? Ndio. Ndani ya mwezi wa 12 wa kwanza wa pili utakuwa umaliza nyumba yako. Asante Mungu. Unanisikia? Unanisikia? Nakusikia. Mwezi wa 12 wa kwanza wa pili kila kitu kishakuwa sawa. Nitashukuru sana na nitakuja kutoa sadaka hapa kanisani. Kutoa sadaka kanisani? Ndio. Thank you very much. Cha pili nahitaji usafiri wa kwenda kazini kwangu. Unataka usafiri kwenda kazini? Ndio. Okay sawa. Mungu anakupa gari napoongea sasa hivi. Amina. Na atakaye kuwa shahidi ni mtu anaitwa Mudi. Naitwa Mudi. Unafahamu Mudi? Mudi namfahamu. Rafiki yako? Mnafanya kazi pamoja? Kuna Mudi rafiki yangu na kuna Mudi mjomba wangu pia. Yuko wapi Mudi? Muhammad Mudi. Huyo mjomba wangu yupo Songea. Yuko Songea? Ndio. Okay, anafanya kazi gani Muhammad Mudi? Yeye anashughulika na mambo ya simu haya. Ya simu. Sasa nisikilize. Mungu ananiambia atakaye kuwa shahidi wako ni Mudi. Sawa? Unaenda kununua gari la maana nzuri na fedha na kuja kwenu, utakuwa wa kwanza kuondoa laana ya kizazi chenu, familia nzima. Asante Mungu, asante Mungu. Asante Mungu. Praise God. Mungu anaenda kukuokoa, kusaidia maisha yako yote. Asante Mungu. Unapoongea leo utaanza kuona fedha inamiminika ya ajabu kwako. Oh my God. Nashukuru sana Mungu kwa sababu roho yangu wewe inaniuma sana napoona familia yangu iko katika hali ya kimaskini. Alafu mimi mwenyewe nafanya kazi usiku na mchana, kichwa kinauma kwa ajili ya kufikiria kwa nini familia hii inakuwa maskini kila siku. Kila nikipambana lakini nashindwa. Kila ninachofanya nashindwa kufanikiwa kusema kweli. Naweza nikapata 500 leo, alafu baada ya siku moja au mbili ikaisha. Hakuna nichonunua. Mimi sipati majibu. Leo ni mwisho. Yaani huyu bwana unajenga nyumba. Asante Mungu. Mungu anakupa gari. Asante Mungu. Utajenga apartment za kupangisha. Asante Mungu. Ngoja.
utajenga apartment za kupangisha. Utakuwa na fedha nyingi. Na ili kuhakikisha kwenye mguu hapo una alama. Hapa una alama kwenye mguu wako. Na kuna kitu nimeweka naziri kwenye moyo wangu. Mbona hii rangi ya ukuta pale? Mbona rangi ya ukuta ile? Ndio natamani nyumba yangu ina rangi ile. Alafu kwenye madirisha kwenda rangi nyeupe kama ile pale. Kitu nimeweka kwenye moyo wangu. Asante Mungu. Hallelujah. Is how God does things. Amen. Jiandae Mungu. God is God of all possibilities. Baba sifa. Leo Mungu anabadilisha historia ya maisha yako. Asante Mungu. Anabadilisha historia ya maisha yako. Asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu. Ninaona mapigano kati yako na mke wako. Ninaona mapigano kati yako na mke wako. Yuko wapi mke wako? Tutakesha. Amesema nini? Ni kweli, sio utani mchungaji. Sio utani. Ni kweli kabisa. Na kweli bwana, haya mambo ni mengi sana. Ni mengi hata mimi nayaona haya. Na wewe ukibebeshwa unajitahidi mheshimiwa. Mungu ananiambia anaenda kusolve this matter. Asante, nashukuru Mungu. Amen. Nashukuru Mungu. Asante Mungu, asante. Kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote ni kanisa kubwa la kiroho linalotoa huduma ya kinabii, uponyaji na kufunguliwa kwa kila aina ya magonjwa. Je, unasumbuliwa na magonjwa ya muda mrefu? Umetafuta mtoto haujapata? Au ni nguvu za giza zinakusumbua? Basi mahali pekee ni katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote unapoweza kupata msaada wa moja kwa moja na kuwa huru kabisa. Kanisa hili linaongozwa na mpakwa mafuta wa Bwana Prophet Philbert Christ, nabii ambaye Mungu anamtumia katika matendo ya kutisha ya uponyaji wa papo kwa papo na kufunguliwa kwa vifungo mbalimbali. Mamia na maelfu ya watu wameombewa na wamepokea uponyaji. Acha kuteseka na magonjwa au kukosa kazi. Saa ya ukombozi imewadia. Kanisa lipo Kinyerezi madukani kwa Prophet Philbert. Kwa msaada zaidi na namna ya kufika kanisani, tupigie kwa simu namba 0717515880. Watu wote mnakaribishwa. Kumbuka, huduma hii ni bure, haina malipo yoyote. Naitwa Anthony Msanga, nimetokea Dodoma. Kwa kweli ni mara ya kwanza kwa sababu nilikuwa nasikiza mtumishi kupitia vyombo vya habari, sana sana kwenye Instagram. Nilikuwa namfuatilia sana na alikuwepo Dodoma, lakini nikapishana naye. Nikasema lazima nifike na mimi niweze kujipatia muujiza kutoka kwa mtumishi. Nione hicho ambacho wenzangu wanapata, je, ni kweli au la hasha. Lakini nashukuru Mungu nimefanikiwa na mimi kupata muujiza wangu siku ya leo. Pokea positive kwa sababu ni vitu ambavyo alikuwa anaongea ni sahihi na ni kweli kabisa. Ni tofauti na ambavyo unaweza kuwa unasikiliza story huko mitaani kuhusiana sasa na hizi huduma za kinabii, lakini vitu ambavyo alikuwa anaongea kwangu ni vya kweli na huduma alionipa ni kweli. Nimefunguliwa kwa sababu ingekuwa sio sahihi ningesema kweli sio sahihi, lakini nimepokea huduma ambayo ni sahihi na waalika wengine pia kwa kweli wafike mahali hapa. Mungu yuko hapa, nguvu ya Yesu iko hapa, kwa sababu mtumishi cha kwanza anachofanya ni anakufundisha. Akisha kufundisha, ukishaelewa kile anachokufundisha ndo anakupa huduma. Kwa hiyo upewe huduma ukiwa hujui unapata nini. Unafundishwa kwanza, unaelezwa, na muujiza kwa kawaida unapokea kwa imani yako. Kwa imani yako ikikuingia kwamba kweli naweza kupata muujiza wangu, basi unapewa muujiza wako. Yesu yuko hapa na nguvu iko hapa ya Mungu. Kwa kweli ni kweli mtumishi wa Mungu, ni kweli ana nguvu ya Mungu na ni ametumwa kwa ajili ya kuweza kusaidia watu wenye changamoto mbalimbali. Najua tunakutana na changamoto mbalimbali. Kuna wakati unakutana na changamoto ambayo haina majibu ya kawaida. Ni kweli tunaomba, lakini kuna wakati mwingine huwa tunahitaji kupata nguvu au msaada mwingine, hasa hao hapa kwa mafuta wa Bwana, ili uweze kufunguka katika hiyo changamoto. Tunaomba ni kweli, na kuna neno ambalo naweza kusema kwamba mfungwa hajifungui mwenyewe, mfungwa anafunguliwa. Na anafunguliwa na nani? Anafunguliwa na mtu ambaye ana mamlaka na ana nguvu.
Kwa hiyo watumishi kama hawa kwa kweli wana msaada sana katika maisha ya sisi katika jamii, hasa ukiwa unaonewa na nguvu mbalimbali ya mwovu Ibilisi. Kwa hiyo Prophet Philbert kwa kweli ana nguvu ya Mungu na ni mtumishi wa Mungu. Ni kweli nguvu anayoitumia ni ya Yesu huyo wa kweli, kwa sababu Biblia inasema tutawatambua kwa neno. Kwa kama umefika sehemu unapata neno na neno ndo linalokwenda kukusaidia na unapona, ni nini kingine? Prophet Philbert ana neno, anatumia neno la Mungu, tunafundishwa neno, tunaelewa neno, unapokea uponyaji. Tofauti ni mkubwa kwa sababu kabla hapo nilikuwa na changamoto, japo nilikuwa natafuta majibu ya changamoto niliyokuwa nayo. Nilikuwa na changamoto na nilikuwa natafuta majibu yake na nilikuwa najiona mzito kwa kweli. Mimi nimeokoka na najua neno la Mungu na nasali sana kiasi kwamba ukiwa umeshambuliwa unaelewa kabisa kwamba umeshambuliwa na umevamiwa. Kwa kweli nilipofika hapa na kuguswa na mtumishi, zile nguvu na changamoto, nguvu ya Ibilisi iliyokuwa inanitesa imefunguka na mwenyewe nimejiona kweli nimefunguka. Sio utani wala sio usanii wala maigizo, ni nguvu ya Mungu kweli, sio uongo. Kwa chochote kile ambacho sio cha Mungu kiko ndani yako kitatoka tu, kitakimbia. Kuna nguvu kwa kweli. Mimi nawashauri wafike katika huduma hii ya Prophet Philbert ambayo iko hapa Kinyerezi, watapokea uponyaji wao. Waje tu na imani ya kwamba Yesu yuko mahala hapa na Yesu atakwenda kuwafungua. Waamini hiyo. Nguvu ya Mungu iko mahala hapa. Utafundishwa na utapokea muujiza wako instantly. Sio ya kusubiria mwakani au lini, lakini ni instantly, hapo hapo unapokea muujiza wako. Kwa fika mahala hapa, ufundishwe neno na uone neno likitenda kazi. Mimi nimekuwa muumini wa kutamani sana mtu kupata majibu yake papo kwa papo, sio ya kuchelewesha, yani papo kwa papo. Na changamoto nipate huduma yangu hapo, nifunguliwe hapo, niendelee na shughuli nyingine. Hiyo nguvu nimeikuta mahala hapa. Kwa Yesu yuko mahala hapa, Mungu yuko mahala hapa. Wakaribie mahala hapa kwa Prophet Philbert, watapokea uponyaji wao. Na kokote kule ambako huduma zake zinakuwepo, wengine wanaweza wakawa wako mbali, lakini ukifuatilia katika matangazo yake, hasa katika Instagram page zake, fuatilia wapi anaelekea, huko unaweza ukapokea pia uponyaji wako. Nguvu iko kwa mtumishi huyu, nguvu iko kwa profeti huyu. Kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote ni kanisa kubwa la kiroho linalotoa huduma ya kinabii, uponyaji na kufunguliwa kwa kila aina ya magonjwa. Je, unasumbuliwa na magonjwa ya muda mrefu? Umetafuta mtoto haujapata? Au ni nguvu za giza zinakusumbua? Basi mahali pekee ni katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, unapoweza kupata msaada wa moja kwa moja na kuwa huru kabisa. Kanisa hili linaongozwa na mpako wa mafuta wa Bwana Prophet Philbert Christ, nabii ambaye Mungu anamtumia katika matendo ya kutisha ya uponyaji wa papo kwa papo na kufunguliwa kwa vifungo mbalimbali. Mamia na maelfu ya watu wameombewa na wamepokea uponyaji. Acha kuteseka na magonjwa au kukosa kazi. Saa ya ukombozi imewadia. Kanisa lipo Kinyerezi madukani kwa Prophet Philbert. Kwa msaada zaidi na namna ya kufika kanisani, tupigie kwa simu namba 0717515880. Watu wote mnakaribishwa. Kumbuka, huduma hii ni bure, haina malipo yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na muda mrefu sana mkono huu hapa unauma kama vile umetenguka, lakini baada ya maombi leo nanyoosha. Ilikuwa mimi ngoja mwanzoni ulikuwa na shape kunyosha, wakisema nyanyua mikono juu, mimi na shape basi unauma na nashusha nafanya hivi. Unafanya hivi, lakini leo sasa unafanya hivi. Inawezekana. Alikuwa ananyosha hivi, sasa ananyosha hivi. Fanya hivi tena hivi. Mwanzo ulikuwa unafanyaje? Nilikuwa nikifikisha hapa unauma na teremsha. Unaona? Sasa hivi unafanya hivi. Tena chini. Hivi. It is possible. Namshukuru Mungu. Nilikuwa naumwa mgongo, yani kila asubuhi nilipokuwa naamka nilikuwa nasikia kama mgongo unauma pote hapa.
sana. Hapa kwenye paja nilikuwa kama na uvimbe, nilikuwa naomba. Baada ya maombi ya leo, yani sasa hivi najisikia fresh, yani unyama. Yani mpaka sasa hivi hapa pale baba. Sasa hivi unajisikia fresh, unajisikia unyama. Yani unyama. Ngoja, rudia tena hii imependa. Yani baada ya muda, yani mpaka nilikuwa nishazoea, mpaka mgongo mwenyewe ulikuwa umeshapinda, yani nilikuwa natembea tumbo liko mbele, lakini sasa hizi yani niko poa sana. Namshukuru Mungu. Inama tena. Amesema anajisikia nini? Anajisikia unyama sana. Unyama sana. Sema na mimi najisikia unyama sana. Najisikia unyama sana. Unyama sana. Unyama sana. Nimependa hiyo lugha, maana yake nini? Yanajisikia sawa sawa kabisa. Kwa hiyo unaweza kainama. Naweza nikainama, nikainuka, nikapiga push up fresh. Piga push up tuone. Push up. Possible. It is possible. Jesus. Tell your neighbor it is possible. 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 Kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote ni kanisa kubwa la kiroho linalotoa huduma ya kinabii, uponyaji na kufunguliwa kwa kila aina ya magonjwa. Je, unasumbuliwa na magonjwa ya muda mrefu? Umetafuta mtoto haujapata? Au ni nguvu za giza zinakusumbua? Basi mahali pekee ni katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, unapoweza kupata msaada wa moja kwa moja na kuwa huru kabisa. Kanisa hili linaongozwa na mpako wa mafuta wa Bwana, Prophet Philbert Christ, nabii ambaye Mungu anamtumia katika matendo ya kutisha ya uponyaji wa papo kwa papo na kufunguliwa kwa vifungo mbalimbali. Mamia na maelfu ya watu wameombewa na wamepokea uponyaji. Acha kuteseka na magonjwa au kukosa kazi. Saa ya ukombozi imewadia. Kanisa lipo Kinyerezi Madukani kwa Prophet Philbert. Kwa msaada zaidi na namna ya kufika kanisani, tupigie kwa simu namba 0717515880. Watu wote mnakaribishwa. Kumbuka, huduma hii ni bure, haina malipo yoyote. Mwambie jirani yako, unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Amen. The book of Matthew. Mathayo sura 26 kuanzia mstari wa kwanza. Anza mstari ule wa 20 wa 19. Biblia inasema, wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Rudia tena. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. Hiyo ni Mathayo 26 kuanzia mstari ngapi? Wa 19. Bwana pewe sifa. Amen. Ukisikia maelekezo hayo yanaonekana kama vile Yuda hajamsaliti Yesu. Ni maana yake? Amen. Yes. Yesu anasema mmoja wenu atanisaliti. Yuda, kila mtu anasema ni mimi Bwana, ni mimi Bwana. Yesu akasema ni mmoja anayechovya pamoja nami. I want you to learn something.
Ukiangalia maelezo ni kama vile Yuda hajamsaliti Yesu. Amen. Ni kama vile iko kwenye process au baadaye atamsaliti. Sasa ukisoma hii context utafikiri Yuda atamsaliti Yesu baadaye. Amen. Siku moja niwafundisha ibada ya nzige wanaofanya nini na majani. Bwana apewe sifa. Amen. Ukiangalia hapa ni kama vile Yuda atamsaliti Yesu baadaye. Sio maana yake? Kwa sababu ni Mathayo 26 kwanza mstari wa nini? Wa 20. Si ndio? My question. Ukiangalia hapa ni kama vile Yuda atamsaliti Yesu nini? Baadaye. Na watu hapa wanafikiri Yuda atamsaliti Yesu baadaye. Sasa mmoja wenu nisaliti. Oh my God. I'm going somewhere. Nakoleka kuna tisha. Bwana pewe sifa. You should understand today. Amen. Mmoja wenu nisaliti. I want you to learn something. I want to learn something. Very important, very profound. Okay. Sasa rudi juu yake kabisa. Kwenye Mathayo tulikuwa tunasoma 20 pale. Sasa hapa anasema mmoja wenu nisaliti. So nataka ndio juu zaidi. Mstari wa 6. Mstari wa 11. Mstari wa 11. Ndio. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Ndio. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amini nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Amen. 14. Wakati huo mmoja wa wale tenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani. Wakati huo mmoja wao wa tenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani. Akasema, ni mimi mtakachonipa, ni nini mtakachonipa, nami ni msaliti kwenu? Are you listening? Yes. Anauliza, ni nini mtakacho nipa nami ni msaliti kwenu? Huyu bwana ameshaandaa mission mapema. Kisha ameshaandaa mission mapema. Basi anatafuta cha kupewa ili apate kumsaliti Yesu. Are you listening? Anatafuta cha kupewa ili amsaliti nani? Yesu. Yes. Listen, I'm going somewhere. Ametafuta cha kupewa ili amsaliti Yesu. Listen carefully. I know Jesus is going to do something to you. Na mtanipa nini ili nimsaliti Yesu? Akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti Yesu kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Wakampimia vipande 30 vya. Unamsaliti Yesu kwa kitu gani? Bwana pewe sifa. Wakampimia vipande 30 vya nini? Vya fedha. Yaani Yuda anakula kwenye sahani na Yesu pale chini. Jamaa mfukoni ana vipande vingapi? Bwana pewe sifa. Amen. Amen. Yesu anaongoza naye, wanatembea kwenye msafara mmoja, amebeba mkoba, jamaa mfukoni ana vipande vingapi? 30 vya fedha. Amen. Amen. Ni nini mtakachonipa ili msaliti Yesu kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Huyu alikuwa ni Yuda, alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Baba sifa. Alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Huyo ni Yuda. Asa wewe hujazaliwa nyumba moja na Yuda, umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Baba sifa. Sema akamsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Amen. Pale Yesu anaposema mmoja wenu atanisaliti, na mwenyewe ni mimi Bwana. Ni mimi Bwana. Bwana pewe sifa. Amen. Kashamsaliti muda mrefu kwa vipande 30 vya fedha. Na ndo kanisa tulionalo sasa hivi. Bwana pewe sifa. Ndo jamii ya watu tulionao sasa hivi. Amen. Amen. Bwana pewe sifa. Kuna watu hapa mmemsaliti Yesu kwa kodi ya mwezi mmoja.
Yeye kuna watu hapa mmemsaliti Yesu kwa kulipiwa kodi miezi 6. Kuna watu hapa mmemsaliti Yesu kwa kupewa mtaji wa milioni 2. Umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Bwana apewe sifa. Kuna watu hapa mmemsaliti Yesu kwa kujipelekeza kwa watu. Yale mtu amekupa suti, umemsaliti Kristo. Kwa vipande gani umemsaliti Yesu? Bwana apewe sifa. Huyo Yesu aliyekuita akakutoka ulikokuwa ukafika mahali leo ukutana na mtu mtaani mahali popote, unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Wewe utasema Yuda alimsaliti Yesu kwa vipande 30. Pengine bora Yuda apewa 30, mwingine amepewa tu chips mayai kamsaliti Yesu. Mwingine amepewa simu iPhone, sio iPhone bora iPhone. Amepewa nini? Infinix. Amepewa Tecno, anamsaliti Yesu kwa simu ya Tecno. Umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Mwingine amemsaliti Yesu kwa umbea. Yeye umemsaliti Yesu eti wamesema fulani akupendi. Unamsaliti Yesu kwa maneno ya watu. Unamsaliti Kristo kwa maneno ya uongo. Umemsaliti Yesu kwa vipande gani wewe? Yaani kwa maneno ya shangazi yako, rafiki yako, maneno ya uongo unamsaliti Yesu. Unakuwa Yuda, unamsaliti Yesu kwa vipande vya maneno. Mimi nipojifungua, nipofiwa, hawajaja kuniangalia, siendi. Unamsaliti Yesu kwa kutokuja kuangalia, kwa vipande vya kuangalia. Kuna watu hapa wametenda dhambi kwa chipsi. Umemsaliti Yesu kwa kodi ya nyumba. Umemsaliti Yesu kwa kupewa zawadi. Umemsaliti Yesu kwa kipande gani? Kipande gani? Praise the name of living God. Jiulize swali, hawa hujamsaliti Yesu? Mimi wamenichokoza, wamenisema vibaya. Unamsaliti Yesu kwa kusema vibaya. Yaani mimi hata ungenitokana masaa 24 siwezi kumsaliti Yesu kwa matusi, never. Amen. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Mimi siimbi kwa sababu Esther nipende. Unamsaliti Yesu kwa kutokupendwa na Esther. Oh my God. Umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Baba ya sifa. Kanisani pale hawakumbatii watu. Una baridi. Bwana pewe sifa. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Bwana pewe sifa. Punga mkono hivi. Mimi nilipotaka kufunga ndoa hawakunichangia, sisi kanisani. Unamsaliti Yesu kwa kuchangiwa ndoa. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Usionekana hapo unatembea kanisani, lakini hata Yuda walikuwa wanaona ni wanafunzi wao. Hapa mwingine hapa jana umemsaliti huko hapa. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Huyu aliyekufia msalabani, aliyekuita, aliyekufia, aliyeteseka, akabeba mateso, akafa msalabani, akachoma mikuki. Leo unamsaliti kwa vipande gani? Bwana asifiwe. Amen. Punga mkono hivi, sema Yesu kuna mahali ushakusaliti. Najua kuna mahali ushamsaliti Yesu. Yaani hapa Yesu akiangalia atakuta kanisa limejaa, lakini kuna mayuda yamejaa. Baba ya sifa. Amen. Unamsaliti Yesu kwa umbea. Unakaa kwenye, yani unaamua kumsaliti Yesu kwa umbea. Amekula. Unamsaliti Yesu kwa umbea, kwa maneno ya uongo. Yani umekuja hapa umeombewa, umetolewa pepo, umefunguliwa. Utakwambia pale ni Freemason. Unamsaliti Yesu kwa maneno ya umbea, ya uongo. Unamsaliti Yesu. You have something go. Bwana pewe sifa. Inua mkono wako juu. Sasa Bwana Yesu, nimekusaliti mimi. Kwa vipande vya maneno. Kwa vipande vya umbea. Kwa vipande. Kuna watu mmemsaliti Yesu hapa na wajua. Punga mkono hivi kama uko hapa. Prophesy. I'm about to prophesy. Today I'm going to prophesy. Amen. Hallelujah. Amen. Inua mkono wako juu. Kuna watu hapa hata tabia zimebadilika. Una tabia mbaya. Unamsaliti Yesu kwa umbea. Aliyekuita anasemaje mtapataje kupona msipojali wokovu mkuu namna hii? Baba ya sifa. Unamsaliti Yesu kwa ajili ya mtu fulani. Ulikuja hapa peke yako. Amen. Ulimtafuta Yesu, anaubia Yesu. Oh my God. Mungu Yesu anamwambia Petro, follow me, I will make you a fisherman. Nifuate, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Endelea kunifuata, follow me. Oh yes. Baba ya sifa. Amen. Muulize jirani yako, umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Mimi niliambiwa tanunua gari, sijanunua, naacha kanisa. Unamsaliti Yesu kwa gari. Unamsaliti kwa vipande gani? Umemsaliti Yesu kwa kukosa kazi.
Kwa biashara unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Yeye anamaanisha pasipo biashara na Yesu, pasipo, oh my God. Yaani Yesu yupo hata wanavyo au sio navyo, yeye yupo, ni yeye yule, abadiliki, abadilishwe na mazingira. Ubi God, amen, afternoon, evening, ubi God. Amen. Because he was there before you. Unamsaliti Yesu kwa mvua kunyesha. Siendi kanisani, mvua inanyesha. Yesu na Maria. Unamsaliti Yesu kwa mvua. Unamsaliti Yesu kwa mvua inanyesha. Unasema kanisani siendi kwa sababu ya mvua. Unamsaliti Yesu kwa mvua. Bwana pewe sifa. Yesu amekualika kanisani uje muabudu, umtumikie, ukae naye. Anatokea mtu anakushawishi. Wale ni manini, makuhani manini wale. Akawaendea wale Masadukayo na Mafarisayo na wazee, akawaambia nimekuja Yesu kwa vipande 30 nipeni na msaliti. Yesu yuko na Yuda anatembea naye, kumbe jamaa kaishapewa vipande 30. Kuna watu hapa mnakuja kanisani mmeshapewa maneno yamejaa, mnapumulia oksijeni, mko karibu kusaliti Yesu. Uko hapa maneno yameshakujaa, umeshapewa maneno kwamba uko tayari kumsaliti Yesu kwa vipande vya maneno, na Yesu akakupiga kama uko hapa, akakushambulia popote ulipo. Hauwezi kumsaliti Yesu kwa maneno. Amen. Unaanza kuambiwa maneno ya ajabu ajabu, yamekuja kwenye akili, kwenye moyo. Ninakuona, 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 ninakuona. I see you in the mighty name of Jesus. Punga mkono hivi. Nyosha mkono. Muulize jirani yako, Angela, umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Ulikuwa unashuhudia watu, leo ushuhudii, unahubiri injili. Amen. Leo Biblia unaweka kwenye pochi, wasikuone kama umeokoka. Unamsaliti Yesu kwa dhambi. Bwana asifiwe. Ina mkono wako juu. Mimi mtumishi, maisha yangu magumu, sielewi. Unamsaliti Yesu kwa kutokuelewa. Sisi tunaelewa, ndio maana tumsaliti. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Punga mkono hivi. Mtumishi, mimi sielewi, maisha yangu yatakuwaje? Yatakuwaje? Unamsaliti Yesu kwa kutoelewa, yatakuwaje? Bwana pewe sifa. Juzi mafundisha, utajua cha kufanya. Bwana asifiwe. Nani amenielewa? Mungu kijana yako, umeshamsaliti Yesu mpendwa. Kwa kuahidiwa kwenda Ulaya, kwa kuahidiwa kupewa hela 100,000, milioni, 50,000, unamsaliti Yesu kwa 50,000. Bwana pewe sifa. Punga mkono hivi. Wangapi kutaka kumsaliti Yesu? Okay, nani anataka kumsaliti Yesu? Nyosha mkono. Usiponyosha na unajua umeshamsaliti na mwenyewe unamsaliti mara ya pili. Unajua unataka kumsaliti Yesu, nyosha mkono. Ya unajua umeshamsaliti au nyoshi, unamuongezea kumsaliti. Haya, kama unataka kumsaliti nyosha mkono. Sema Bwana, kwa kweli Bwana Yesu, nione mimi nishakusaliti. Ya unajua Yesu ushakumsaliti na unyoshi, ushakusikia maneno mabaya ukayasikiliza, ushakuwa mbea, unajua ushamsaliti Yesu na unyoshi, unamuongezea usaliti. Okay, naye ushakumsaliti Yesu, nyosha mkono. Baba, waone hao waliokusaliti wako tayari kutubu. Bwana pewe sifa. Nyosha mkono. Sema Bwana Yesu, kwa kweli na mimi nilikuwa nishakuwa Yuda. Lakini leo naacha. Bwana pewe sifa. Nyosha mkono wewe ulichokumsaliti Yesu. Yesu, kumbe ni wengi. Sasa uangalia wote hawa Yesu anajua na watu, kumbe na wasaliti. Ndio maana amenituma leo kukusaidia. Bwana pewe sifa. Haleluya. Ndio amekutoa kufanyaje? Kukusaidia. Sema Bwana Yesu, kweli nilikusaliti. Jitafakari kwa kipande kipi? Nyosha mkono. Nani anakumbuka ulimsaliti kwa kipande gani? Nyosha mkono. Anaweza kutuniambia, Baba, mimi kwa kweli Yesu nilimsaliti kwa kipande hiki. Nyosha mkono. Vipande kwa msemi. Unaweza kuniambia? Anaweza kuniambia kipande. Mpe microphone. Nianze kujua vipande mnavyotumia kumsaliti Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimemsaliti, mvua ikinyesha navuta shuka na lala. Umesikia? Kama msaliti Yesu kwa mvua, anasema Yesu, kwa mvua mimi nakusaliti kwa vipande vya mvua. Umeona kitu
Unamsaliti Yesu kwa hali ya hewa. Bwana apewe sifa. Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Bwana apewe sifa. Kuna watu hapa mmesaliti, mmemsaliti Yesu. Sio Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo nataka kuwa mpya. Nataka kuwa mpya. Roho ya usaliti gani? Roho ya usaliti ni iondoke ndani yangu. 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 Iniache. 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 Leo hautamsaliti Yesu tena. Amen. Leo tunahitaji wakina Petro na Yohana. Hatuhitaji Yuda kwenye kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Amen. Petro na Yohana. Amen. Bwana bless. Amen. Sasa mkono wako tu. Sasa Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hatuhitaji Yuda. Hatuhitaji Yuda. Tunamhitaji Petro. Tunamhitaji Petro na Yohana. Na Yohana. Petro na Yohana. Na Yohana. Nani kutaka kuwa Petro na Yohana hapa? Paulo. Hao tupate Paulo. Mtume Paulo anasema sijidhania kwa nimeshafika hapa. Anasema nahesabu mambo yote yalikuwa faida kwangu kuwa kama mavi ili niupate uzuri usio na kiasi wa kumjua Bwana Mungu wangu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Mmoja yako umemsaliti Yesu kwa kipande gani? Umemsaliti Yesu kwa vipande ngapi? Kwa vipande gani? Yaani mwanangu, uwe na mali au hauna mali, Yesu hapendi kwa sababu ya mali. Hapana. Apendi Yesu anapendwa hivyo hivyo alivyo. Uwe navyo usiwe navyo, you must love Jesus Christ. Bwana pesa. Amen. Ndio kanisa tulionalo sasa hivi. Na namshukuru Yesu. Alikuwa ajabu. Matapeli wamekuwa wengi kwenye kazi ya Mungu leo. Amen. Amen. Ili muweze kumsaliti Yesu sawa sawa, unamsaliti Yesu kwa vipande. Inaomba na kwa jina la Bwana Yesu. Kuna mali nimekusaliti. Mali nimekusaliti. Kuna 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 mali nimekusaliti mimi. Nimekuwa. Niona binti moja muombaji wa ajabu sana. Nilikuwa tumekaa naye binti zamani. Naomba naye. Was a prayer warrior. Alipokuwa kiomba, a prayer woman, akisimama akaenda kwa lugha, analia machozi. Leo akiimba praise hapa, kuja kulia wewe kutoa chozi. Yesu. Bwana pewe sifa. Yule binti alipokuwa akianza kuabudu, akianza kuomba, you feel something in the spirit. Tukiomba unaona nguvu ya ajabu. Nguvu ya ajabu. Wadada, Mungu awasaidie sana. Binti nilikuwa natumika naye, a good woman. Anampenda Yesu sana sana sana. Kama za degree, penda Yesu sana. Mwombaji, ana majukumu kanisani, anahudumu vyema, mstaarabu. Tunafikiri ni mdada mwema, akapata boyfriend, akapata mpaka leo maisha yake yalibikia njiani. Kuna watu hapa mlikuwa wamesimama, mmemsaliti Yesu kwa girlfriend, kwa boyfriend. Ulikuwa na nguvu ya kuomba, ya kufunga, ya kusali. Amen. Amen. Lakini ulipata boyfriend, ile sehemu ya Mungu umempa boyfriend, ukamsaliti Yesu kwa boyfriend, kwa girlfriend. Wangapi wako hapa ushamsaliti Yesu kwa jinsi? Na wajua usiponyosha I'm for you. Bwana pewe sifa. Amen. Amen. Wakati wa kuomba uko na chati. Yaani una chati masaa 6, unaomba robo saa. Na robo saa unaiombea kwenye shuka kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Message imeshatumwa. Yaani unaomba huku mguu huko kwenye message, Mungu akakuangalia sasa hivi popote ulipo, in the mighty name of Jesus Christ. Unamsaliti Yesu kwa boyfriend, kwa girlfriend. Unamsaliti Yesu kwa marafiki. Umeamua kumsaliti Yesu. Mwambie nimemsaliti Yesu kwa kipande gani? Ndio mkono wako juu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekusaliti. 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 Kuna mali nimekusaliti. 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 Simama juu, mwambie Baba, kuna mali nimekusaliti. Simama, mwambie Baba, kuna mali nimekusaliti. Pray, 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 pray. Baba, kuna mali nimekusaliti. Yesu, kuna mali nimekusaliti.
Itoje mwambie Yesu kwa maana nimekusaliti. Okoka kwanza, utaanzaje kusoma okoka? Wanapokujua wewe. Wape sifa. Lakini mtu aliyeokoka, hata kama ulikuwa tena dhambi sana, ulikuwa kahaba, unamwambia sikia, nilikuwa kahaba miaka 2 iliyopita, nilikuwa kipofu lakini sasa ninaona. Yes. Nilikuwa kipofu lakini sasa ninaona. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. I remember. It is my life. Praise God. Punga mkono hivi, mwambie Yesu, mwambie unamseti Yesu kwa kipande gani? Unamseti Yesu kwa kipande gani? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Unamseti Yesu kwa kipande gani? Kwa binti moja juzi, nimpenda sana. Akaja akasema, baba, mimi nilikuwa na boyfriend wawili, nikaachana nao, niliwaangusha, niliwatenda nao dhambi. Sasa baba, nimewavuna, nimewaleta kwako leo. Ninyi akaja mbele zangu na vijana, baba, usinitabirie. Huyu ni kweli nilizini naye na huyu nilizini naye. Uongo kweli? Akasema ndio. Kuanzia leo mnaokoka kwa sababu mimi nimeokoka. Nimeacha dhambi. Nimeokoka. Nimeacha dhambi. Oh! Amen. God. Huyo ndiye ameokoka kweli kweli. Na kwenda kaongoza saa ya toba. Juzi wakaokoka. Amen. Unamseti Yesu kwa vipande gani? Punga mkono hivi. Haleluya. Amen. Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Bwana pesi. Yaani mtu amemseti Yesu, ni rafiki yako, unasalimia naye, unaongea naye. Yuda. Yaani mimi nikao cha Yuda, mimi Yuda aliyemseti Yesu. Yesu atanionaje mimi nimekaa na Yuda? Inua mkono wako juu. Sema unamsaidia Yesu kwa vipande gani? Maliza pale pastor. Mlikuwa mnapiga mbio vizuri. Nani alishawishi msitikwe? Nikiangalia waimbaji wengine hapa, zamani uko naimba kimbo, naona mtu anaimba. Lakini kwa sababu ya loyalty wa Yuda imeshaingia. Anatafuta uwepo. Unakuja kuwa unatafuta uwepo. Baba, unatafuta uwepo. Yesu wa mbinguni. Tafuta uwepo. Yesu atafutiwa uwepo. Yesu yupo muda wote, hahitaji uwepo. His presence is available. Labda tafuta uwepo wako mwenyewe umepotea. Inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na kusaliti wewe kwa pale. Kusaliti wewe. Mmemsaliti Yesu kwa pale gani? Maliza pastor. Maliza. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii kweli? Kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Kushawishi huku au kutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Yaani unashawishiwa ili umsaidie Yesu kwa vipande. Yaani kule hapa umeshawishiwa, mnaambiwa pale kanisani free mass. Yaani anakushawishi, anakaa na wewe nusu saa, anaongea na wewe saa moja, anakutia maneno ya ushawishi ili umsaidie Yesu kwa vipande vya maneno. Dada nakupenda. Nakupa chips mayai. Nitakupa vikokoto. Pana pesa. Nakusaidia. Bwana pesa. Amen. Amen. Anakaa na wewe. Umemsikiliza. Baada ya masaa mawili kutumia message. Dada umenielewa? Nitakununua. Anakupa kushawishi huku. Ukisikia mtu anakushawishi kwa neno lolote ambao ni baya, jua ni ibilisi, ni mwanga, ni mshirikina, ni mchawi, ni mwanga, ni ibilisi, ni shetani, ni Yuda bin Yuda. Bwana pewe sifa. Amen. Ukisikia kiumba dada twende mahali lele anakushawishi, mwambie wewe kijana, mimi ni mwimbaji kwa mamlaka jina la Yesu. Unaenda kanisani uendi. Kama endi mwambie najua kupiga ngwala na kutanika ngwala ya ajabu. Kaa kule na Yuda wako in the mighty name of Jesus. Don't shawishi me. Kushawishi huku akutoka kwa nani? Kwake yeye aliye. Na mimi najiuliza jamani. Watu wenye dhambi wanajua kushawishi. Uongo kweli? Uongo kweli? Je, anakupa maneno.
Yaani umesahau kama ulikuwa una muombaji, umesahau kama ulikuwa unaenda kanisani. Ndio kaka, ndio ndio atakuweka mpaka chakula pale, mpaka chips mayai, mpaka maji, mpaka soda, mpaka juisi, yaani ili mradi umsaiti Yesu. Wangapi washafanya hivi? Wangapi washafanya hivi? Mimi mwambie sintomsaiti Yesu kwa chakula cha mfalme, kwa chakula. Punga mkono hivi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Nasema. Kushawishi huko. Akutoka kwako wewe. Akutoki kwako wewe. Bwana Bwana sifa. Amen. Kama mtu anakusaidia uje kwa Yesu, anakushawishi uje kwa Yesu, sawa. Anakushawishi mwache Yesu. Hivi kwa mfano. Eti mtu anakuvuna kanisa, hata kama amekuvuna kanisa jingine. Umekuja hapa kwa maneno mabaya, usayuka hapa. Amen. Yaani uko nasali mali, mtu akwambia wewe uko nasali XYZ, mchungaji wako anajikojolea, mchungaji wako ana macho makubwa, ujue huyo ni ibilisi na kushawishi. Kwa hata kuja hapa kanisani umekosea, lakini kwanza twende kanisani, amen, akakualika as invitation, amen, huyo mtu huyo, wewe ni mtu bora. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Wangapi wamenelewa? Wangapi wamenelewa? Kushawishi huko akutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Umekuja kwa sababu ulikuwa tatizo lako. Amen. Unataka Mungu akuponye, akubadilishe, akuokoe, nao umeletwa na Kristo aliye hai au kuletwa na ibilisi. Punga mkono hivi. Kwa sababu hauwezi kujenga nyumba yako kwa kuiba tofali za watu wengine, kwa kubomoa. Bwana pewe sifa. Amen. 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 Wangapi wanaelewa? Sema kushawishi huko. Kushawishi huko. Je, kumetoka kwa yeye aliyeniita? Bwana asifiwe. Amen. 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 Ina mkono wako je? Sema Baba. Baba. Asante. Asante. Kuna binti moja alikuja hapa. Akasema Baba, mimi na mume wangu tuna shida. Kaambia mna shida eh? Kaambia una family fulani. Akasema ndio. Nikasema za watoto wawili ndio. Mmoja wa baba wa mume wako na wa pili ni huyo bwana. Lakini huyo mtoto anaitwa kwa majina yule mume wako. Akasema kweli. Nikasema swali, je, kati yenu wewe na yeye nani mwenye shida? Akasema Baba ni yeye. Nikasema sikia, huyo aliyezaa naye ambao mtoto ni wako lakini umempa mume wako kwa sababu umefunga naye ndoa, alianza kumwambia hivi, mume wako namfahamu, ni muuni, ana wanawake wengine, afai, akuachia matumizi, anakuachia shilingi 30 kwa siku, mimi nakuachia nakupa laki kwa siku. Bwana pewe sifa. Umesikia ushawishi? Anaanza kumshawishi kwa maneno hayo, amwalibu mume wake, amen, ambaye Mungu amefanyaje? Amempa, ili amchukue nani? Yeye. Baada ya kumchukua kadhaa naye, jamaa akamwacha katikati ya safari, amen. Hata amekuja kanisani kuombewa ili mume wake yule aliyekuwa afai aonekane anafaa. Bwana pewe sifa. Amen. Shetani akishakuiba akikufikisha mali anakuacha peke yako, unapigwa peke yako. Ndio maana Yuda alipokuja kumsaliti Yesu, ukisoma pale chini, alikwenda mahali akapasuka matumbo peke yake. Mje kusoma pale? Soma pale chini pasi. Anasema Yuda alipokuja kumsaliti Yesu, akaenda mahali akalia, nimemsaliti. Baadaye akajinyonga, akapasuka matumbo, akafa. Wale waliompa pande walikufa. So endelea kudumu. Amen. Anayekushawishi ili akuue, akuharibu. Bwana pewe sifa. Inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu, kuna mali nikukusaliti kwa vipande fulani, leo nisamehe. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Simama, sema Bwana Yesu, naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Malizia 9 pale. Malizia chini yake 9 pale, Wagalatia. Chachu kidogo huchachua donge zima. Rudia tena. Chachu dogo 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 huchachua donge zima. Rudia tena. Chachu kidogo huchachua donge zima. Rudia tena. Chachu kidogo huchachua donge zima. Chachu kidogo uchachua donge zima. Unaposikia neno baya kidogo litakuharibu wewe.
Bwana pesa. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuanzia leo. Bwana Yesu. Natangaza mbele zako. Natangaza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimesha kusaliti. Nimeshakusaliti. Kwa kipande fulani cha fedha. Kwa kipande fulani. Kwa kipande fulani cha maneno. Kuna mali nimekusaliti. Leo nimekuja kutubu. Leo nimekuja. Malizia Yeremia 2:21. Naomba tusimame wote tutaka tuombe. And I want to pray for you all. Simama juu. Yeremia 2:21. Ina mkono wako juu. Yeremia 2:21. Yeremia 2:21. Ndio. Biblia inasema, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Ndio. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Unasikia? Nalikupanda ukiwa mzabibu mwema sana. Umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Oh my God. Alikupanda Kristo ukiwa mzabibu mwema. Leo umegeukaje mwanangu kuwa mzabibu mwitu? Yesu anauliza. Nalikupanda mwimbaji kuwa mzabibu mwema. Leo umegeukaje mwanangu? Nani amekugeuza kuwa mzabibu mwitu? Kwa unafunga na kuomba, unasali, unanyenyekea mbele za Mungu, mtu mstaarabu, mpole, mwenye hekima, unampenda Mungu, unamtumikia Mungu, unasali, unaomba, unabubujika mbele za Mungu. Ukiomba unabubujika, unasikia uwepo wako, unalia, unasema Baba nimekuja kwako. Leo umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Ukiomba au usikia tangu vya maombi, jua Yesu kesha kuacha, umeshamsaliti tayari. Kama unaona kuomba unapata shida kwenye uwepo, unatafuta kuomba unaona shida kuomba, jua yuko peke yako, umeshamsaliti muda mrefu. Baba Yesu. Ya zamani ukiomba unaweza kuomba masaa 3, 4, 5. Leo nusu saa, hata dakika 20 ya uombi, jua tayari umeshamsaliti Yesu. Umeshamsaliti. Umeshamsaliti Yesu. Ina mkono wako juu, sema Yesu. Ulinipanda mzabibu mwema. Ulinipanda mzabibu mwema. Nimegeuka kwa mzabibu mwitu. Nimegeuka kwa mzabibu. Nimegeuka. Nimekusaliti. Nimekusaliti. Kwa sababu ya boyfriend, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya shule, kwa sababu ya mazingira. Nimekusaliti kwa sababu ya wanadamu. Kwa sababu ya wanadamu. Nahitaji ujiulize, ninyi waimbaji, alivyowapanda Yesu ndivyo mlivyo? Ndivyo mlivyo? Umegeukaje kwa mzabibu mwitu? Wewe ulioko hapo ndivyo ulivyo? Ndivyo ulivyo? Umegeukaje sasa kwa mzabibu mwitu? Kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote ni kanisa kubwa la kiroho linalotoa huduma ya kinabii, uponyaji na kufunguliwa kwa kila aina ya magonjwa. Je, unasumbuliwa na magonjwa ya muda mrefu? Umetafuta mtoto haujapata? Au ni nguvu za giza zinakusumbua? Basi mahali pekee ni katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, unapoweza kupata msaada wa moja kwa moja na kuwa huru kabisa. Kanisa hili linaongozwa na mpako wa mafuta wa Bwana Prophet Philbert Christ, nabii ambaye Mungu anamtumia katika matendo ya kutisha ya uponyaji wa papo kwa papo na kufunguliwa kwa vifungo mbalimbali. Mamia na maelfu ya watu wameombewa na wamepokea uponyaji. Acha kuteseka na magonjwa au kukosa kazi. Saa ya ukombozi imewadia. Kanisa lipo Kinyerezi Madukani kwa Prophet Philbert. Kwa msaada zaidi na namna ya kufika kanisani, tupigie kwa simu namba 0717515880. Watu wote mnakaribishwa. Kumbuka, huduma hii ni bure, haina malipo yoyote.